Za asubuhi shoga. Salama za kazi. Birukia. Ndugu yangu nilikuwa naomba ukuni hapo kidogo nikaweke kwenye jiko langu kule. Niwahi kupika maharage kabla hajanani sijachelewa. Birukia. Hivi moto sasa hivi unaombwaga kweli? Nani anaombaga moto? Huu moto wa biashara bwana. Haya mambo ya kizamani bwana wewe. Naomba tu kidogo, ukuni tu kidogo kitatosha. Njoo chukua huo moto. Chukuage huo moto. Asante. Napiga zongo jiko hili la kuni na jiko la mkaa. Kitakachopikwa hapa kisiwe na ladha, bali kionekane kibichi tu na kisipate wateja. Jamani hasidi mtu mbaya. Hasidi mtu mbaya. Jamani hasidi mtu mbaya. Hasidi mtu mbaya. Yeah. Hasidi huyu anachonganisha watu wafanya biashara. Uwenzie watu wanapigana na kusutana na kupoteza muda wa kazi kule, sababu hasidi huyu anachochea ugomvi kwa maneno yake, ni mtu mbaya. Jamani hasidi nahangaika kwa ajili yangu, nahangaika we jamani, nahangaika kwa jamani. We nawe mikopa kwa ushadamu mnalipa kila siku, ila kama Rukia anakuja kukopa nilipe langu huko. Ndio, alafu mama nile na kocha basi ya juzi hajalipa. Alafu wewe vyombo kila siku nasema kitu kimoja, kwa nini uelewi? Ndio angalia vingine viko chini. Hivi watu kuna unaweza kaje vyombo viko chini jamani? Mtu anakulaje vyombo vichafu hivi jamani, afya gani hii? Kwani unashinda kuosha? Kila siku unasema neno moja. Sasa mimi nimekukumbusha tu deni lako. Jamani hamjambo. Alijama mama shamu. Maraba. Vipi hali? Safi. Chapati. Mama naomba chapati. Wewe, chapati vipi? Mbona hujala chapati bado? Mimi nipe tatu. Sasa kama hamna chapati, yani unahangaika na huyo mtu? Si utafute mtu mwingine, kwani ni yeye peke yake anaipika kila siku anasumbua? Alafu unajishau wenyewe kage utachandege. Mimi si nimekwambia wewe chapati bado wewe. Mteja usisemee hivyo. Haya nakuletea kaka. Wewe watoto wako umewalea vibaya. Shoga yangu watoto umewalea vibaya. Kuto kudanga tu. Alafu mama Ashura, una mambo mazito kama gunia la chumvi, lakini nakushangaa kuto kuhangaika na watoto wa mama Saidi tu. Wewe, mimi mwanamke mpambanaji, mimi malkia wa nguvu hapa mjini. Mimi nimeanza kupika toka yule mtoto yule Fatuma yule mama Saidi yuko mdogo, yuko vidudu, ninapika na mpaka leo naendelea kuwapikia wanangu. Na nasema hivi, wahenga wanasema kama kuoga ni usafi, taulo lingechafukaje? Taulo lingechafukaje? Watu na misemo yetu Dar es Salaam. Jeta liziki kitako. Upo nyonyo. Watoto wale wabirukia. Hawana mbele hawana nyuma. Kutwa kuzunguka tu, kiangalia sura zao zimekoma kama sambusa. Nyo, unasemaje wewe? Kuma umeyasikia, peleka salamu zangu wabirukia. Nimezisikia. Haya, mama Furana, bakubako amekukuta yepi? Waswahili wanasema kigumu cha jirani meza mate ukalale. Tapeli mkubwa wewe. Mwana hizaya, mwana mtubia pabaya. Nataka pesa zangu nakwambia. Hivi, wana na mtu mzima unanitafuta nini mimi wewe? Ukijui wewe mtu mzima asili sitaki matatizo naye nimesema. Yaani unakuja kwenye banda langu afu unakuja kunifanyia fujo sitaki. Natoka lini uliona kivuli cha mgunde kikamsaidia wa karibu? Si ndio hapo? Kala sakala pwike. Chichiwe. Alafu wewe Birukia wewe, sio kama nakuogopa. Yaani wewe mtu mzima ovyo. Unasema nini? Hivi unajua mimi sikuogopi wewe. Sikuogopi nasema. Unajua mimi vizuri. Sikuogopi. Hivi unanielewa? Nakuelewa. Au unachezea na nakuelewa. Hivi unasemaje unakuuliza? Hivi unasemaje? Utalipa. Maana yanataka kutachana kuomba watu wadogo. Yaani mtu mzima ovyo. Una hekima wala busara. Sio kama nakuogopa. Mimi sikuogopi nakwambia. Sikuogopi. Una hekima una busara tumekuchoka. Mimi sikuogopi Birukia. Sikuogopi. Cheki yule mbea sana amezidi ashapigwa. Akapigwa wewe. Piga ngumi tumboni wewe.
Vipi waache kidogo hao? Piga huyo. Piga ngumi ya kifua. Tulia. Nasema tena na tena. Mimi siji kwenye haya mabanda ya shari kupiga ngoma ndani ya maji. Upo? Mimi na mama ntilia yangu hii nimejenga na kwangu. Sijui umenielewa? No, una haya wewe. Kwa taarifa yako, Kidege hana nyumba. Kidege nyumba yake mtini, mshamba wewe. Wewe mama Sikitu, Kidege una nyumba. Watu walikuja mjini usiku wa maneno na gari za samaki. Mpaka leo shombo za samaki bado zinaanukia mjini. Habari ndio hiyo. Acha nicheke mimi, mtoto mzee Kombo. Watu wana nyumba. Jamani. Banda la mkaa nalo nyumba. Banda la kuku nalo pia nyumba. Mwenye nyumba mjini hapa ni Kobe tu peke yake. Na mji mzima ambao ndio wanawajua hayo. Kama mwenye nyumba ni Kobe, shoga yangu. Usitubabaishe wala usitupige mafiniko. Tulia shoga yangu. Upo? Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Usipende kudharau cherema. Chaweza kulima zaidi ya jembe kwa taarifa yako. Jishikilie wewe. Alafu huna bahati shoga yangu. Bahati huna shoga yangu, wala nyuta huna mjini. Huna ndaka wewe kwa mganga. Alafu kingine shoga yangu, huna ladha. Yaani ladha huna kabisa. Huna ladha ya kutafunwa, huna ladha ya kuliwa, huna ladha ya kumezwa. Wewe kama kuku wa jokofu wewe. Huna ladha shoga yangu. Jisikilie, muone na miguu kama banio la ugali. Wapi? Nalo hilo. Piga huyo, piga. Watu wapigane wewe, watu wapigane. Toka unakalia watu wapigane. Toka. Watu wapigane hao. Jamani hasidi mtu mbaya. Jamani hasidi mtu mbaya. Hasidi mtu mbaya. Maji basi shoga yangu, punguze hasira. Shika. Sogea. Yaani mimi shoga yangu hapa hata uniletee ndoo nzima ya sumu ya mamba. Hii hasira haiwezi kuisha. Yaani haiwezi kuisha. Hata ningemng'ota kutoka kule. Basi. Sasa wewe madogo tu unakasirika mneo. Ukiasikia makubwa aliyokuwa hapa shari. Ndio utakufa kabisa. Shoga yangu nikwambie yanayopita hapa mtaani. Maneno ni mengi unayosema. Lakini hata hivyo watu wote rozi na wauma kwa vile unajua kupika shoga yangu. Unapika chakula vizuri. Yaani wateja wote wakitokaga huko kwako wakija kwangu utasikia tu wewe unapika chakula kibaya, sio kama Mama Sikitu anavyopika. Sijui unapika kitu gani? Eti kwako huko na masoro na manyama. Mama nani Sikitu, niambie basi na wewe siri unafanya nini? Viungo gani unatumia shoga yangu? Hebu acha uongo wako na wewe. Unataka kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa, au sio? Wale wateja wanavojaa kwenye banda lako pale tele, kwani siwaoni? Wafikiri mimi sina macho? Nina macho yangu haya, naangalia vizuri, moja mbili na nasoma kila kitu. Usinifanye mimi kipofu. Mimi sio kipofu kwa taarifa yako. Sasa shoga yangu jamani, mimi nakwambia kweli, sio kwamba wateja wanakuja ndani ya ni vitu vya kawaida. Ila nilichotaka kukwambia hapa maneno yaliyoko hapa. Shari hapa wanaposema. Maneno gani? Eti wanasema wela zako za bukula. Ule mchezo tunaocheza ule, eti hela kumbe wewe ukipeleka tu hela zote zinaondoka. Kwanza mimi yule dada sitaki anisalimie. Yaani sitaki aniongeleshe. Yaani akiniona mimi napita kulia, yeye apite kushoto. Sababu akikutana na mimi moto wake wala hata uweza. Alafu namuona sana namfuata mwanangu Fauzani. Sasa sitaki na mwanangu. Mwanangu nimemzaa 99 yule. Yeye mtu mzima yule pale alipo mashavu yanachuma kunde. Atakamfanya nini mwanangu? Atakwenda kuonyesha vioja. Atakwenda kuonyesha mambo ambayo hayaonekani. Tena amuache mwanangu kama alivyo. Sababu namuona tu mara mwana Fauzani kanunulia kibiriti. Fauzani kanunulia sijui mchele. Si Fauzani kanunulia sukari. Namuona tu. Sasa kwa taarifa yake mwambie akae mbali na mtoto wangu. Ile sio namba yake ile. Aachana nayo kabisa. Tena shoga nikwambie. Unajua ile jambo nilitaka niliseme lakini nikaona hebu tu ninyamaze. Lakini kiukweli yule mwanamke mtu yule anamtaka sana mtoto wako. Muda mrefu sana anamtafuta kila wakati anamtafuta. Sasa mimi nakwambia yule mwanamke si unamjua anatumia vidonge. Kula yake kidonge, tembe yake kidonge, pumua yake kidonge. Sasa nataka kutulia mtoto wetu. Shoga yangu mie huyo. Naona una chati. Nakwambia nafanya mambo yangu. Karibu.
Naona shoga yangu. Na wewe tena ushaoga moshi wa shari. Nishatoa shombo ya viumbe vya Mungu. Haya shoga yangu vipi tena? Mbona pale naona tena umeniacha? Wapi? Si umeniacha pale tena bibi nasuuzwa mzima na wewe shoga yako. Hata kuingilia wapi? Kilichofuata eti unasema wewe unanipenda. Unanipenda kitu gani? Kwa upendo wa umeme wa sola, mvua ikinyesha na tuacha, au kwa upendo wa kuku, tunakutana majalalani kuchakua kutafuta chakula. We bibi mnafiki wewe. La. Jamani. Mimi kwa upendo gani na ule mwanamke? Simjui kwa siki wala kwa ndewe. Ndugu yangu, kama kukutana mimi na yule tumekutana pale shari kwenye mabanda yale. Sasa leo ushoga umetoka wapi? Sema mimi kitu ambacho nilikuwa nakifanya pale nilikuwa namuondoa na pushani zake zile ili kwamba asitufukuzie wateja wetu. Ndio nilichokuwa nafanya. Na ndio maana kila saa nikaa nakukwambia nakuja nisubiri. Wewe tu ulikuwa huelewi. Bibi yake ya Mungu sikufichi leo inaniuma yule. Amenitoka rohoni yule, Mungu mwenyewe anajua. Yaani sina la kusema. Ana wasiwasi na mwanawe. Mwanae? Mwanae gani? Faudhani. Yule mtoto wake yule. Maana kutwa anakwambia wewe ukipita pale, Faudhani kaniletee mchele, Faudhani kaniletee maragi, Faudhani kaniletee hivi. Linamkaa hapa, najua unambemenda mtoto wake. Nasema hivi, yule dada ananitafuta. Ama zake, ama zangu. Mimi ndio mama Asha. Sio unanielewa, mtoto wa mjini. Yes, ametangaza vita. Si ametangaza vita, basi aandae na silaha. Simwachi. Mama Asha ndio habari ya mjini. Karibuni, jiachieni wateja wangu, jiachieni, mmesikia? Mko kwenye banda la mama Asha. Mama ntilie mwenye nyumba mjini. Sina wasiwasi. Tena. Alo. Mwafulani ananiteteti mimi natembea na mwanae. Namtaka mwanae. Inahusu. Lao. Kwa mtoto gani takataka ala sijielewa? Mwafulani anasema eti mie na bukula hela za mchezo. Asante Mungu kwa kunipa raha mie. Umenibariki mie, neema zote nazilalia. Sio akanga moja mie. Sina wasiwasi mtoto wa mjini na nyumba yangu. Kazi kwake Mwafulani. Watu wengine vibweka tu, shule hata hawana. Mwafulani uneni nini wewe shoga yangu? Kazi kusambazia umeme tu vijana wapi? Jamani Mwafulani namjua. Hivi anamtafuta nini huyu? Ngoja nifuate huko. Mwafulani shoga na sio mjua mji huu. Kwenye mabanda haya Mwafulani anajulikana. Na sio mjua. Shoga mji mjamo. Mwafulani mimi sina akili fugutu kama wewe. Kazi kusambazia umeme tu watoto wadogo. Una lolote? Jamani Mwafulani mwenda wazimu. Hajielewi. Shepu sasa. Kama friji. Nenda kwenye pua. Kama firimbi ya mpiga mbiu. Jamani Mwafulani shughuliana. Shoga yangu ujanja mwingi mbele kiza. Fumbo mfumbie, mjinga mwerevu afumbue. Hivi wewe una kitu gani? Hivi una nini haswa cha kunitikisa mimi? Sijakiona. Karibu. Karibu. Karibuni. Asante. Karibu. Asante jirani yangu. Asante. Karibuni jamani. Jirani, mbona saa hizi unanitisha? Kwema? Wewe acha tu, kwema tu. Karibu. Nimekuja kukuarifu jirani. Ndio ninayotaka. Unaniarifu nini? Nyumbani kwangu kutakuwa na dua siku ya Jumapili. Mashallah. Nitamwita shehe aje asome dua. Safi. Maana tumeamua tumshukuru Mungu. Ujue yule Hussein mwanangu alipata changamoto nyingi sana. Nakumbuka kipindi kile ndio. Nakumbuka.
yale mapito aliyopitia, sisi mpaka tumekaa chini tukaamua tumshukuru Mungu ili yeye tumuokoe. Ndio. Hebu niangalie kwanza toto la kitanga. Toto limekwenda hewani. Jamani wivu huu unakuponza shoga yangu. Kwanza hebu niambie, una kitu gani haswa? Kwa hayo mashavu kama paka la hoteli? Au kwa hayo macho yaliyokutoka kama tray za mayai? Au kwa hiyo shepu ya simba dume shoga yangu? Leo ubagazi umekushinda mtu mzima ovyo. Kazi kuranda kupiga manyanda. Leo wapi? Baharimu mkubwa, shughuli una. Tumekuchoka. Una nini babu wewe? Watu hawana shughuli na wewe tena. Yaani hizo kelele zako wala zimzui chura kunywa maji. Upo bidada? Kwa sababu habari zako zote tunazo bidada. Kwa sababu shoga yangu mchafu. Unajua kama wewe ni mchafu, habari zako tunazo zote. Una kazi ya kulala na watoto wadogo, una kazi ya kuwahonga simu, wenda kuwapa rafiki zao walofanana nao umri. Upo bidada? Jamani, mwamjua mtu mzima ovyo mumjui? Ndio huyo mtu mzima ovyo. Shoga yangu nasikia unatunza masofa ndani wakalia kigoda. Upo? Mama kuzaa shughuli tena jamani. Tena. Wakati majumbani mwenu vifaa vya samani hamna. Hapo. Ndugu yangu. Ulize shoga yako. Wekeni samani za ndani Nasemaje? majumbani. Nasema hivi. Wapi? Huna lolote shoga yangu. Laiti ungeona minywele yako sasa. Kama zikirianzi. Nenda kwenye masikio. Kama upao pakulia supu kwenye banda lako. Mshamba mmoja wa shughuli una. Shoga yangu imekuuma. Una nini wewe? Una kitu gani? Unataka kitu gani? Hodi huko ndani. Karibu. Hai, shakaribia, nishajikaribisha mwenyewe. Asante. Nirukia. Ndugu yangu unafanya nini huko jikoni sasa hizi? Napika. Kae na upita duniani wewe huyajui? Mambo gani? Mimi ndo hapo unaponichosha ndugu yangu. Huna shoga wala jirani na wewe. Kulikoni? Shoga yangu Dua. Tumekuja kualikwa tena Dua. Osha alikwa. Dua nani tena? Jirani. Jirani yupi? Kwani jirani gani anayefanya gama Dua hapa na wewe? Shoga nimekuja kualikwa Dua lingine lilo. Wale nao kwa Dua. Shoga yangu nilichokisikia chini ya carpet ndio hicho kilichonitisha. Hai, kulikoni? Kumbe yale madua shoga yangu hayaendi kwa Mungu wala nani. Yanaamriwa na mganga. Mganga? Mganga ndo anawaambia. Kwa hiyo kinachofanyika pale shoga yangu, ile nyama tunayopewa. Kumbe nyama za maiti. Nyama za maiti? Dada viini macho vile tupu pale. Usinambie. Zile supu tunazokunywa zile. Maji yake yanaoshia maiti ndio yanaekwa kwenye supu tunakunywa. Na unapopendaga supu na umbea wako sana. Nikuone siku nyingine. Sasa zile nyota zetu zile zote zinafanya kufunikwa, mtaa mzima mama tumekufa japokuwa tuko hai. Kila nyota yetu inachukuliwa mama inaondoka. Sisi hatuna kitu. Tumebaki wote. Upo. Jamani hasidi mtu mbaya. Jamani hasidi mtu mbaya. Hasidi mtu Bi mkubwa! Wewe bi mkubwa! Bi mkubwa! Wewe. Una nini? Unafanya mama? Nimefanya nini? Mbona kunitia aibu? Wewe ni mama ina gani lakini? Unanivua nguo kabisa mbele za watu kwa kweli mama? Yaani wewe unafikia hatua hata kuvua nguo hadharani mbele za watu? Mimi nimevua nguo? Mama, taarifa zako ninazo. Marafiki zako wanaojiheshimu na kujielewa wameniambia bi mkubwa wako anazingua, mwambie ajirekebishe. Mama, asubuhi kule banda lako mantilie kule unalewa na kuzini na vijana wadogo. Hii ipo kweli? Mimi? Unazingua bi mkubwa. Mimi? Natembea na watu wadogo? Sasa naongea na nani hapa? Shika adabu yako na adabu ikushike. Tena ukome kama ulivyokoma kwenye ziwa langu kulinyonya. Umesikia? Wewe mtoto huyu, umevurugwa Mimi toka umezaliwa mpaka umefika umri huo, siku gani unaona nimeingiza mwanamume kwenye nyumba?
Siku gani ulioshuhudia kwa jicho lako hili moja kwamba mamangu kaingiza mwanamume? Lini niliingiza mwanamume? Au kuna siku gani ulishakunisikia mimi nanuka harufu ya pombe asubuhi hapa na hangover nimekunywa pombe? Mimi nanywa pombe? Mimi nina shida na ume wadogo? Mimi kweli wewe mtoto wangu, kama ungekuwa unataka kuniuliza vizuri ungekuja vizuri kuniuliza mama kuna hiki na hiki, lakini unakuja wewe kunifokea mimi. Wewe unanifokea mimi? Mimi nikuzae, nikulee, alafu unifokee kama umenizaa wewe? Tena ushike adabu yako na uondoke kwenye nyumba yangu hapa nakwambia. Tena uondoke. Sitaki kukuona nakwambia. Umenielewa? Nenda kwenye dunia yako. Baba yako atakuwa dunia, mama yako atakuwa ulimwengu. Umenielewa? Hivi unajua toka wameanza kufanya hizo dua za kuchinja chinja, baba si hawezi apate kabisa pesa. Na biashara kule amefunga. Mama. Pale alipo anafanya vibarua kwa watu. Hiyo ni siri nakupa. Hiyo ni siri nakupa. Ni binadamu wabaya nyie. Sasa hapo unayoniambia hayo, ukiangalia yule mwanaume wakati mwingine ndo anaenda pale anachukua ile nyama na hayo majamaiti, mimi ndo naungia ndo mchuzi tunaupapula humu ndani. Ukiniambia hivyo nazidi kuvurugwa dadangu, kama nyota yangu imekufa. Ndio maana mwanaume pati hela sasa hivi. Lazima hawezi kupata. Mimi nakwambia dada, mtaani tuna Freemason. Freemason wamejaa mtaani dada. Lakini ninachotakiwa sasa hivi kufanya, tunyanyue shingo zetu shoga yangu. Tukatae kula yale manyama yao. Ama sio tunakwisha. Sasa mimi nichotaka kusema, nani tena? Kama ndio hao wenye madua wenyewe. Dua wapi bwana wewe? Huyu nani anachosha. Halo, nitakupigia niko kwenye kikao muhimu. Niko kwenye kikao muhimu nitakupigia. Ndio wenyewe. Watu tuko kwenye mambo ya maana anaita ujinga wake. Ndio wenye madua. Shoga yangu, kama sasa hivi baba siawezi kazi haipati, hivyo vibarua havipati, itakuwaje uko mbele ya safari? Hata atavipata vipi na nyota ishashuka ndugu yangu? Tujitahidi ndugu yangu. Maana hapa kivikosa itakuwa shida. Atavikosa na sisi wenyewe tutakufa mtaani hapa, tufanye kila kitu. Tujitahidi tuachane na hivyo vitu, na wewe utakuja kualikwa. Sasa kazi kwako kusuka huko nyuma kwenda huko kwenda. Usinifanye tena niwafukuze kwa ngumi na mateke. Mume wangu na ulo wake wote kumbe mambo yenyewe ndio haya. Subiri arudi. Sina haja na wewe. Au unataka nikupelana? Nikukulie nguo. Kwenda huko. Toka hapa. Tena kwenye nyumba yangu usirudi tena. Sitaki hata kukuona nakwambia. Tena hata ukisikia nimekufa usije kunizika. Mjinga mmoja wewe. Unanikemea mimi mama yako niliyokuzaa miezi 9. Kweli? Unanifanyia mambo kama haya lakini mimi. Paka unatoa machozi. Kweli? Mwanangu nilomzaa mwenyewe leo ananiliza. Kumekucha na makucha yake mji unametameta. Nataka iwe pambe. Nataka iwe pambe. Mpaka pambe lenyewe niseme pambe. Ndugu zangu, huyu hasidi huyu. Taarifa zetu hatozipata kwa hivi. Tushuke tukiamsha. Wanajeshi wangu, asanteni kwanza jamani. Asanteni sana kwa kunisapoti, kwa kuzunguka na mimi. Usijali udugu. Siku nzima, mchana kutwa, mlikuwa na mimi. Nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, mtaa kwa mtaa. Ndugu zangu, nikawaambia hata kama itaingia giza bila kumpata shoga yangu huyu fisadi hasidi mtu mbaya.
Siwezi kuridhika. Hatimaye leo ndugu zangu jamani, Yohana Mbatizaji. Maana nimezunguka sana nikitaka kumtafuta wa kumbatiza. Hatimaye nimempata. Nimempata wa kumbatiza jamani. Nitachagua wenyewe nianze na nani wa kumbatiza. Isadi Kiwembe. Jamani naombeni maji nibatize. Maji shoga yangu ni maneno yako. Tamba mama tamba. Shoga yangu, ubatizo umekufuata mpaka kazini kwako. Shoga yangu nimekuja kukubatiza. Nimekuja kukubatiza wewe baharimu usiyekuwa na hifadhi ya maneno. Hii shughuli leo ya kwako. Hivi wewe Aisha si ni mtoto wa dada yako? Kilichokufanya wewe bidada ukatoka mguu mosi mguu pili kwenda kwa mkweo Sele kumwambia Aisha kwamba ameongwa 900,000. Kwa hiyo huyu bidada ni hasidi, fisadi, mpitinishaji, asiyejielewa. Asidi mtu mbaya. Hivi mwanamke unatafuta kitu gani mimi mwanamke? Unatafuta nini wewe? Birukia, unatafuta nini lakini nakuuliza katika maisha yangu wewe mimi? Unatafuta nini? Kitu nini wewe? Chizi mkubwa wewe. Wewe sio unaniambia Fauzana anatembea na Masha wewe? Au sio unaniambia wewe? Sio unaniambia Masha ananiroga mimi kila siku? Mwanamke hasidi wewe. Yaani ili sijalimaliza na wewe. Alijaisha hili. Yaani ndio limeanza. Kigoma kinasubiri. Tapeleka polisi wote. Tulieni. Hasidi mtu mbaya, hasidi huyu anachonganisha watu, wafanya biashara kuenzie, watu wanapigana na kusutana na kupoteza muda wa kazi bure, sababu hasidi huyu anachochea ugomvi kwa maneno yake. Ni mtu mbaya jamani, hasidi mtu mbaya. Hasidi hataki wenzake wapate, wenye biashara anataka yeye. Hasidi amekubuhu kwa ushirikina, kuharibu mambo ya watu. Hasidi huyu anaharibu ndoa kwa ushirikina na maneno yake. Jamani hasidi